Upepo wa bahari ulivuma taratibu, ukibeba harufu ya chumvi na kumbukumbu za zamani. Mawimbi yaligonga fukwe za mji wa Bahari Kuu, kama yakipiga midundo ya moyo wa Amina, uliojaa huzuni, matumaini na maswali yasiyo na majibu. Amina alisimama ndani ya duka lake dogo la vitabu vya zamani, akifuta vumbi juu ya rafu za vitabu vilivyokuwa na harufu ya karatasi za miaka mingi. Hapa ndipo alikokimbilia kila alipohisi upweke. Vitabu vilimwelewa zaidi kuliko watu. Tangu wazazi wake walipofariki kwa ajali ya kutatanisha miaka mingi iliyopita, Amina aliishi na mjomba wake, mtu mkimya aliyeficha mengi moyoni. Hakuwahi kumwambia Amina ukweli kuhusu familia yao. Kila alipojaribu kuuliza, mjomba wake aligeuza mada kana kwamba alikuwa anakimbia kivuli. Siku ile anga lilikuwa zito. Mlango wa duka ulilia kwa sauti ndogo. Kijana mmoja aliingia. Alikuwa mrefu, macho yake yalikuwa ya kina kama bahari, na uso wake ulionekana kama mtu anayebeba huzuni kubwa kuliko miaka yake. Alisimama kwa muda, akitazama vitabu kama mtu anayetafuta kitu ambacho hakina jina. "Samahani, ninaweza kukusaidia?" Amina aliuliza kwa sauti laini. Kijana aligeuka. Macho yao yalipokutana, moyo wa Amina uliruka kwa nguvu. Kulikuwa na hisia ya ajabu, kama kumbukumbu ya ndoto aliyowahi kuota zamani sana. "Natafuta kitabu," kijana alisema. "Kiliandikwa na mtu anayeitwa Hassan Juma." Amina alishtuka. Hilo lilikuwa jina la baba yake. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. "Kwa nini unakitafuta?" aliuliza kwa tahadhari. Kijana alimeza mate. "Kwa sababu alikuwa baba yangu." Kimya kizito kilijaa kati yao. Ndani ya sekunde chache, ulimwengu wa Amina ulibadilika. Kijana huyu ambaye hata hajui jina lake bado, alikuwa amefungamanishwa na maisha yake kwa njia ya ajabu na ya kutisha. "Jina lako nani?" Amina aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. "Juma," akajibu. Na hapo, kama radi ilivyopiga katikati ya moyo wake, Amina alijua hii haikuwa kukutana kwa bahati. Ilikuwa ni mwanzo wa simulizi ambayo ingetikisika kwa siri, mapenzi na maumivu yasiyo na mwisho. Amina alishikilia rafu ya vitabu kana kwamba dunia ilikuwa inamzunguka. "Baba yako aliitwaje tena?" aliuliza, ingawa tayari alijua jibu. "Hassan Juma," Juma alirudia, sauti yake ikiwa nzito. "Alitoweka nilipokuwa mdogo sana. Mama yangu alisema alienda kutafuta ukweli, lakini hakurudi." Moyo wa Amina ulizama. Hassan Juma, hilo ndilo jina la baba yake. Lakini katika kumbukumbu zake, baba yake alikufa kwa ajali ya moto, si kutoweka. Huenda kuna mkanganyiko," Amina alisema kwa tabu. "Baba yangu pia aliitwa Hassan Juma, lakini alifariki." Juma alimtazama kwa makini, macho yake yakisoma uso wake kama kitabu. "Kama ni hivyo, basi kwa nini majina, miaka na mahali yanafanana?" Kulikuwa na kitu kisicho sawa. Amina alimpeleka Juma kwenye chumba cha nyuma ya duka, mahali palipohifadhiwa vitabu vya siri, vya kumbukumbu za familia, barua na jahara za watu waliopotea. Alivuta kitabu cha zamani kilichokuwa na ngozi iliyochakaa. "Hiki ndicho ulichokuja kukitafuta," alisema kwa sauti ya chini. Juma alikipokea kwa mikono inayoteremka. Alipokifungua, picha ya mwanaume kijana na mwanamke aliyefanana sana na Amina ilidondoka. "Huyu ni nani?" Juma aliuliza. "Huyo ni mama yangu," Amina akajibu kwa pumzi nzito. Kimya kirejea tena. Kwa sekunde chache walikuwa si wageni tena. Walikuwa kama vipande viwili vya fumbo la moja kubwa ambalo hakuna aliyefundishwa kulitatua. Nje, mvua ilianza kunyesha, ikigonga vioo vya madirisha kwa sauti ya huzuni. Ndani ya chumba, mioyo yao ilianza kugongana kwa sauti ile ile. "Amina," Juma alisema kwa upole. "Tunaweza kuwa tunaogopa ukweli, lakini siwezi kukuacha kukuhisi. Ni kama nimekujua tangu zamani." Amina alijaribu kujizuia, lakini macho yake yalikuwa yanamwangalia Juma kwa joto lisilo na maelezo. "Hiyo ndiyo inayonitisha, kwa sababu nahisi hivyo pia."
Wakati mikono yao ilipokaribia kugusana juu ya kitabu kile cha zamani, mlango wa duka ulifunguliwa kwa nguvu. Mjomba wa Amina alisimama pale, uso wake umejaa hofu. "Amina," alipaza sauti, "muachane na huyo kijana. Ukijua ukweli wake, hutaki hata kumuona." Juma alisimama. "Unanijua?" Mjomba alimkaza macho kwa chuki na woga. "Ninakujua, na baba yako pia." Mvua ilinyesha kwa nguvu sasa, ikipiga paa la duka kama mapigo ya moyo wa Amina.